Sasa niombe upendo wetu CIT. Karibuni sana. Makofi kwao tafadhali. Mtumishi wa Mungu, baba askofu, msaidizi wa askofu, katibu wa diocese ya Geita ya kanisa la AICT, wageni waalikwa, washirika wenza wa diocese hii, watumishi wa Mungu, wachungaji wote mlioko hapa, ninawasalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina ninaitwa Joseph Omari Mfangavo, natoka shirika la Compassion International Tanzania. Pamoja na mimi atajitambulisha mwenzangu, alafu nitasema kwa kifupi. Mheshimiwa baba askofu, msaidizi wa askofu, katibu, washirika wenza wenzetu, baba wachungaji, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Zaina Gilead Kimaro. Ninashirikiana na makanisa ya Geita, Katoro na Segerema yenye ushirika wenza na shirika la Compassion International Tanzania. Kwa makanisa ya AIC kwa diocese ya Geita ninashirikiana na makanisa 5 kati ya makanisa 7. Ninashukuru sana kwa ushirikiano na namna ambavyo wachungaji, watumishi wa Mungu wamekuwa wakinilea holistically kwa ujumla kabisa. Mungu awabariki sana. Nafanya kazi kama meneja wa ushirika wenza kanda ya Ziwa Victoria. Na kanda hii ya Ziwa Victoria inajumuisha mikoa 4. Mkoa wa Geita mahali tulipo, mkoa wa Kagera, mkoa wa Mwanza na mkoa wa Mara. Shirika la Compassion International Tanzania ni shirika la Kikristo na lina takriban miaka 26 ya kuwepo kwake hapa nchini. Na kwa neema ya Mungu tunafanya kazi kwa ushirika wenza na makanisa ya kiinjili. Na kwa sasa tunafanya ushirika wenza na makanisa takriban ama zaidi ya 580 nchini kote. Na hii ni katika mikoa 22 ya Tanzania bara. Isipokuwa tu mkoa wa Katavi, Songwe, Rukwa na Mbeya. Mikoa mingine yote inayosalia Mungu ametupa neema ya kushirikiana na makanisa huko. Na katika mikoa hiyo 22 Tanzania bara tunamshukuru Mungu kwamba jumla ama zaidi ya watoto na vijana wanaotoka katika familia zenye uhitaji 120,000 wamesajiliwa katika makanisa hayo na wanapatiwa huduma mbalimbali za kiufadhili. Na kwa sababu tu za kiushirika wenza na kuongeza ama kuboresha ufanisi wetu wa kuwahudumia makanisa, tumejigawa shirika la Compassion International Tanzania katika kanda 7. Na kanda hizi ugawanaji wake labda unaweza usiwe wa mfanano wa namna mashirika ama serikali ilivyogawa kanda hizo. Na kwa sababu tu ya muda na muktadha wa kikao hiki, nisiwe na sababu ya kutaja kanda moja na mikoa yake. Lakini katika kanda hizo, kanda mojawapo ni kanda ya Ziwa Victoria ambayo nimekwisha wajulisha ina jumla ya mikoa 4 ambayo nimekwisha kuitaja. Katika mikoa hii tunashirikiana kama shirika na makanisa 85 ya madhehebu mbalimbali ya Kikristo, makanisa ya kiinjili. Na moja ya madhehebu hayo ni kanisa letu hili zuri la AICT. Kwa takwimu tu
kuna jumla ya makanisa 7 ambao tunashirikiana nayo kama shirika la Compassion International Tanzania kanda ya Ziwa Victoria. Kanisa moja lipo kule Biharamulo, kanisa lingine moja liko Bukoba, na makanisa mengine 3 yako hapa Geita na 2 kule Sengerema. Baba Askofu, kipekee ni kushukuru sana. Ni moja ya dayosisi ambayo tunafurahia ushirika wenza wake pamoja nasi, lakini tumekuwa na mahusiano mazuri na kupata ushirikiano wa kutosha. Asante sana 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 Baba Askofu. Labda kabla sijahitimisha tu niseme katika makanisa haya 7 ya kanisa letu la AICT Dayosisi ya Geita, kuna zaidi ya watoto na vijana 1900 waliosajiliwa ambao wanapatiwa ufadhili na usaidizi wa kijamii na kiroho katika makanisa hayo. Na kwa neema ya Mungu pia niseme, kwa mwaka wa fedha pekee uliopita, sio huu tulioko sasa, zaidi ya bilioni 1.5 ziliingizwa katika haya makanisa kutokea shirika la Compassion International Tanzania. Pamoja na bilioni 1 hizo 5, zaidi ya milioni nyingine 200.5 ziliingizwa katika makanisa hayo 7 kwa ajili ya miradi mbalimbali, ikiwamo miradi ya ujenzi wa visima vya maji, miradi ya ujenzi wa majengo mbalimbali kama madarasa, pamoja na ujenzi wa maliwato katika baadhi ya nyumba za familia ya watoto na vijana waliosajiliwa katika makanisa hayo, lakini pia na usaidizi maalum kwa zile familia ambazo mazingira yake ni magumu zaidi. Kwa hiyo kwa mwaka wa fedha uliopita pekee, zaidi ya bilioni 1.7 zilikuwa katika makanisa hayo kwa kazi ambazo nimezikwisha kuzisema. Nihitimishe kwa kusema kama ambavyo nimetumwa na meneja wa ushirika wenza, meneja mwandamizi amenituma nilete salamu nyingi sana kwa kanisa la AICT Diocese ya Geita, na ameniambia mambo 3. La kwanza, amesema kazi hii mnayoifanya kwa ushirika wenza na shirika la Compassion International Tanzania ni kazi ya Mungu, maana inahusu kugusa nafsi, roho na maisha ya watu. Na kama ambavyo nimesema, zaidi ya familia 1900 katika hayo makanisa 7 kwenye hii dayosisi yetu ya Geita. Jambo la pili, amesema anatarajia kuona ushirikiano mkubwa zaidi. Tayari tunauona, tumeushuhudia, tunaufurahia, lakini ni matarajio yetu ushirikiano huu mzuri tulionao katika ushirika wenza wetu utaendelea kukua na kuimarika, ili kwa pamoja shirika la Compassion International Tanzania pamoja na kanisa la AICT tuwe na matokeo chanya katika jamii zinazotuzunguka. Na mwisho, ameniomba niseme kwako Baba Askofu, na katika mkutano huu synod ya 33 ya kanisa la AICT Diocese ya Geita, kwamba huduma hii ya mtoto na kijana katika yale makanisa 7 tunayoshirikiana nayo, kimsingi si ya Compassion, ni ya kanisa la AICT. Pamoja na fedha na usaidizi wa kiufundi na kiutaalamu ambao Compassion unayaleta katika yale makanisa, bado huduma ile si ya Compassion na wala haitawahi kuwa ya Compassion. Ni huduma, ni mali, ni kazi ya kanisa.
Compassion ni rafiki wa mbali, ni Mkristo, mshirika mwenza anayekuja kulishika tu mkono kanisa kufanya kazi yake ililoitiwa na kupewa na Mungu, kazi ya kuihudumia na kuigusa na kuleta mabadiliko katika jamii. Na kwa kusema hivyo, ni matarajio yetu tutaendelea kutoa usimamizi, uongozi kwenye ile miradi 7 katika ile makanisa 7, ili yale malengo tulionayo kama washirika wenza yafikiwe, na zaidi ya kufikiwa, kwa utukufu wa Mungu wetu. Mtumishi wa Mungu, Baba Askofu Mkuu wa kanisa hili la AICT, ni moja ya wadau wakubwa sana wa shirika la Compassion International Tanzania, na ana heshima yake ya kipekee na nafasi ya kipekee katika shirika la Compassion International Tanzania, na analiwakilisha kanisa la AICT vizuri sana. Na kimsingi yumo kwenye ile timu wanaitwa bodi ya waanzilishi wenye maono wa Compassion. Kwa hiyo yuko mle ndani kama moja ya viongozi wa anzilishi wa shirika la Compassion International Tanzania. Na hata hivi ninapozungumza, kuna mkutano mkubwa sana wa ngazi ya juu wa kimaamuzi wa shirika hili, na yeye yuko huko. Na ndio maana kama alivyosema Baba Askofu, hatuko naye hapa. Baba Askofu Mkuu yupo kwenye mkutano huo kule Zanzibar, na unaendelea hivi ninavyozungumza. Asanteni sana. Nikiwa nimesema hayo, nawashukuru tena. Asanteni kwa kutukaribisha. Tumejisikia kuheshimiwa kuwa kwenye mkutano huu. Asante sana.